Naam, mtazamaji, Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kushambuliwa vikali leo katika mitandao ya kijamii baada ya kufanya kitendo hiki katika mataifa ya kigeni pamoja na taifa la Marekani, siku chache tu baada ya kuwauliza who are you, na kitendo hiko ambacho sasa hivi kimetafsiriwa ni kama uombaji msamaha wa Samia Suluhu kwa taifa la Marekani na mataifa mengine ya kigeni, baada ya kuwashutumu ya kwamba mataifa hayo ya kigeni wanaionea wivu Tanzania na kuwauliza who are you. Mtazamaji, msamaha huu wa njia isiyo moja kwa moja wa Samia Suluhu, ambao inadaiwa vitendo vyake vinaonekana kana kwamba anaomba msamaha huo kwa matamshi aliyozungumza sasa, yamesababisha ushambuliaji mkali kutoka kwa chama cha upinzani cha Chadema. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu na nikuonyesha ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imezidi kuwa ya wasiwasi leo kufuatia matamshi makali ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kwa serikali ya Samia Suluhu, huku serikali ya Samia Suluhu sasa ikionekana kuwa matatani baada ya John Heche kufichua kuhusu mienendo ya viongozi wakuu wa serikali ya Samia Suluhu katika ngazi ya kimataifa na vitendo wanavyovifanya kwa mataifa ya kigeni siku chache zilizopita. Maoni yake yalikuja kutokana na taarifa za ziara ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo leo nchini Marekani, safari ambayo imeibua mjadala mkali kuhusu vipaumbele, uwajibikaji na taswira ya Tanzania nje ya nchi. Katika ujumbe wake mzito John Heche uliosambazwa kupitia mitandao yake ya kijamii ya Instagram, Heche alihoji misimamo ya maadili ya viongozi wa serikali ambao kwa maoni yake wanatafuta uhalali na heshima nje ya nchi, huku masuala makubwa ya kiutawala na haki za binadamu yakiendelea nyumbani na kuiacha serikali ya Samia Suluhu matatani. Baada ya John Heche kuweza kufichua hili, aliitaja safari ya nje kama ishara ya uongozi unaojali zaidi kuonekana nje kuliko haki ya ndani ya taifa lake lenyewe, akisema kuwa vitendo kama hivyo vinazidisha kufadhaika kwa umma na uchunguzi wa kimataifa. Kulingana na ujumbe wake, John Heche alihoji ikiwa hii ni mbinu ya Samia Suluhu na serikali yake kujaribu kuomba msamaha kwa yale ambayo aliyezungumza kuhusiana na mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani wakati wa utata wa maandamano na baada ya uchaguzi. Mtazamaji, nikikuonyesha ripoti hiyo yake, aliweza kujibu chapisho la Jason Msigwa ambaye ni msemaji wa ikulu ya Samia Suluhu. John Heche alichukua picha yake Mahmoud Thabit Kombo akiwa na mmoja wa Marekani ambao aliweza kukutana nao katika mkutano huko nje ya nchi, na akaweza kuandika maneno haya, sikiliza: hawa watu wanajitambua kweli? Juzi waliuliza watu who are you, leo wamekutana nao. Msemaji wa hiyo serikali dhalimu anashangilia hadharani. Shame on you. Kwa hiyo mmeenda kwa hao mnaoita mabeberu mliosema wanawaonea wivu kupiga magoti na kusema ulimi uliteleza, au mmeenda kusema nini? Je, mmewaambia nini kuhusu kuua watu na kupora uchaguzi kwa mtoto wa bunduki? Yaani mnafurahia na kusambaza picha za watu mliosema ni mabeberu. Mtazamaji, haya ni matamshi makali sana yaliyotolewa na John Heche kumjibu msemaji wa serikali Jason Msigwa aliyochapisha picha ya Balozi Mahmoud Thabit Kombo akiwa pamoja na Marekani mmoja ambaye ni kiongozi huko nje ya nchi wakifanya mkutano. Mtazamaji, hata hivyo, John Heche aliuliza kama Samia Suluhu na serikali yake wameenda kuomba msamaha baada ya kuuliza who are you, ama baada ya kuwaita mabeberu kulingana naye John Heche, na baada ya kuwataja kwamba wanaionea wivu Tanzania. Ziara hii ya Balozi Kombo, tukumbuke, nchini Marekani ilijumuisha mazungumzo ya hali ya juu, hususan kukutana na mbunge wa jimbo la Florida Brian J. Mast, mwenyekiti wa Republican wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani, jambo ambalo limeibua mjadala zaidi, huku serikali ya Samia Suluhu sasa ikijikuta matatani na John Heche baada ya Heche kufichua hili. Hata hivyo, ingawa imeandaliwa rasmi kama sehemu ya kuimarisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili, wakosoaji wanahoji kuwa mikutano kama hiyo haiwezi kutenganishwa na hali ya ndani ya kisiasa ya Tanzania. Taarifa rasmi zilionyesha kuwa majadiliano kati ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo na mbunge huyu wa Marekani yalilenga katika kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi. Lakini serikali ya Samia Suluhu bado iko matatani kutokana na aliyoyafichua John Heche, kwa sababu sauti za upinzani zinasisitiza mazungumzo haya yaguse masuala muhimu ya nchini Tanzania na sio tu mambo ya nje.
Ahadi ya kutembeleana na mashirikiano ya kina iliyoonyeshwa na mamlaka kama maendeleo, lakini wenye shaka wanahoji ni maslahi ya nani yanatekelezwa. Kuingilia kati kwa John Heche kumeongeza madai kuwa serikali ya Samia Suluhu sasa imeingia matatani kutokana na Watanzania baada tu ya siku chache ya kuita mataifa ya kigeni RU sasa wanaweza kuwatembelea na kufanya mikutano na kuichapisha. Alidai kuwa wakati viongozi wa Tanzania wakizungumzia demokrasia na ushirikiano nje ya nchi, wananchi nyumbani Tanzania wanaendelea kupaza sauti zao kuhusu kupungua kwa nafasi za kiraia na matumizi yasiyo sawa ya sheria. Ukosoaji wa kiongozi wa upinzani John Heche umeenea zaidi ya safari hiyo maalum, akionyesha kama sehemu ya muundo mpana ambao serikali ya Samia Suluhu sasa imeingia matatani kutokana na ujumbe huo wa John Heche. Alipendekeza kuwa rasilimali na nishati ya kisiasa inayotumika katika mashirikiano ya kigeni ingeelekezwa vyema zaidi katika kutatua malalamishi ya ndani na kujenga upya uaminifu kati ya serikali na watu wake Tanzania. Kiini cha mzozo huo mtandaoni ni dhana kwamba serikali ya Samia Suluhu sasa imeingia matatani kwa kujaribu kurekebisha mambo baada ya kuishambulia mataifa ya kigeni awali. Katika hotuba yake, John Heche alidokeza kuwa mtazamo kama huo unahatarisha kudhoofisha uaminifu wa Tanzania, kwani watazamaji wa kigeni wanazidi kutilia maanani kumbukumbu za utawala na haki za kibinadamu sambamba na mielekeo ya kidiplomasia. Serikali kupitia njia zake za kidiplomasia inashikilia kuwa ziara hiyo ya Marekani ilikuwa sehemu ya mipango ya kawaida ya serikali ya Tanzania yenye lengo la kuendekeza biashara, ushirikiano wa kiusalama na maelewano ya pande zote. Lakini serikali ya Samia Suluhu bado iko matatani baada ya John Heche kuweza kuuliza maswali hayo magumu kupitia mitandao yake ya kijamii ya Instagram. Kukatwa huku kumezidisha mjadala wa umma kwenye mitandao ya kijamii na majukwaa ya kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa serikali ya Samia Suluhu sasa imeingia matatani kujibu maswali hayo aliyoyauliza John Heche, kama wameenda huko kuweza kurekebisha mambo baada ya kuuliza RU na kuwaita kwamba wana wivu na taifa la Tanzania. Mzozo huo umeibuka pakubwa haswa miongoni mwa raia, vijana na wapenda siasa wanaofuatilia kwa karibu shughuli za kimataifa na kutarajia ziakisi hali halisi ya nyumbani Tanzania. Maoni ya John Heche pia yaligusia matumizi ya madaraka ya nchi, akisema kuwa serikali ya Samia Suluhu iko matatani baada ya John Heche kujitokeza kutokana na kile alichoeleza kuwa ni nguvu kubwa na kukandamiza wapinzani, na sasa kujaribu kuleta ushirikiano mwema na mataifa ya kigeni baada ya kuyashambulia katika hotuba ya Samia hivi majuzi. Kwa kuhusisha madai haya na ziara ya nje, aliweka jukwaa la kimataifa kama kioo kinachoakisi masuala ya kitaifa ambayo haijatatuliwa. Wakati mjadala huo ukiendelea, serikali ya Samia Suluhu sasa bado imebaki kimya na haijaweza kujibu John Heche au chapisho lake la kushambulia serikali mtandaoni. Takwimu za upinzani zinahoji kuwa washirika wa kimataifa watazidi kuhoji masimulizi rasmi ikiwa sauti za nyumbani zitaendelea kuangazia migongano kati ya matamshi na mazoezi. Wafuasi wa serikali wanapinga kwamba ushiriki wa kidiplomasia haupaswi kuwa wa kisiasa, lakini serikali ya Samia Suluhu bado iko matatani baada ya John Heche kuweza kutoa matamshi haya hadharani mbele ya Watanzania. Mgongano wa mitazamo umezidisha mgawanyiko wa kisiasa na kuweka maamuzi ya sera za kigeni chini ya uchunguzi wa ndani ambao haujawahi kufanywa. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na matamshi ya John Heche. Je, unayapinga au unayaunga mkono? Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii ili kila siku wa kwanza kupata habari zetu. Vile vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.